amani. Tuanze. Matamshi ya mbunge wa Homa Bay mjini Peter Kaluma kuelekea mkutano wa Linda Mwananchi yamezua mjadala kuhusu matumizi ya lugha za kisiasa huku Kenya ikielekea uchaguzi mkuu mwaka 2027. Kaluma akizungumza kwa lugha ya mama alitoa kauli zinazofasiriwa kwamba na baadhi ya watu kama za kuwataka wafuasi wake kukabiliana na wanaopinga msimamo wake wa kisiasa. Hali hii sasa imebua swali kuhusu namna sheria inavyotekelezwa dhidi ya wanasiasa wanaotumia lugha inayoweza kutafsiriwa kuwa ya uchochezi. Haman Kamariki na taarifa hiyo. Peter Kaluma sasa anazungumziwa zaidi kutokana na lugha aliyoitumia kuelekea mkutano wa Linda Mwananchi kule Homa Bay kuliko ajenda ya kisiasa ya mkutano huo. Katika hotuba yake, Kaluma alisikika akiwataka vijana kukabiliana na wanaosema Rais William Ruto anapaswa kuhudumu kwa muhula mmoja pekee. Kauli hizo zimezua shutuma na wasiwasi kuhusu iwapo lugha ya aina hiyo inaweza kuchochea wafuasi wa kisiasa dhidi ya wale wenye misimamo tofauti. Na wakati mjadala huo ukiendelea, makabiliano ya kisiasa yalishuhudiwa pia katika mkutano huo. Lakini swali linalozuka sasa ni moja: kwa nini hakuna hatua ya kisheria iliyochukuliwa dhidi ya Kaluma kufuatia matamshi hayo? Wiki chache zilizopita, mbunge wa Mkurueni John Kagusha alikamatwa na maafisa wa DCI kufuatia matamshi yake ya kisiasa yaliyotajwa kuwa ya uchochezi. Tofauti hiyo imeibua maswali kuhusu usawa katika utekelezaji wa sheria. Je, kuna viwango viwili katika kushughulikia matamshi ya wanasiasa? Ikiwa Kagusha alichukuliwa hatua kufuatia matamshi yaliyodaiwa kuwa ya uchochezi, je, matamshi ya Kaluma yamefanyiwa uchunguzi? Swali lingine ni kwa nini tume za kitaifa, ile ya uwiano ya NCIC pamoja na DCI, hazijaweka wazi msimamo wao kuhusu matamshi hayo iwapo kweli hayajachunguzwa. Wataalamu wanaonya kwamba kadri Kenya inavyokaribia uchaguzi wa mwaka 2027, lugha ya kisiasa inaweza kuwa na madhara makubwa iwapo itatumika kuchochea uhasama miongoni mwa wafuasi. Historia ya Kenya inaonyesha kuwa siasa zinapochanganywa na chuki na uchochezi, madhara yake hayaishi kwenye majukwaa ya kisiasa. Mara nyingi ni mwananchi wa kawaida anayebeba mzigo wa madhara hayo. Haman Kamariki, KTN.